أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة لحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله دلالة على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Ikiwa tunaendelea na durusi ya kitabu chetu kiitwacho Madarijul Ula, sharhi ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abul Mubarak Hasan ibn Umair Ash-Shirazi. Leo katika mutwalaa wetu tumefikia ukurasa nambari 14 na ubeti ambao tunaoenda nao leo ni ubeti wa 6 kwa chapa ya kitabu changu, inayosema beti kama hiyo: yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi. Yuhawwalu, atahamishwa, atageuzwa, an qaribin, muda mchache ujao, min qusurin, kutoka kwenye majumba ambayo kwamba muzakhrafatin, yenye kupambwa, ila baiti turabi, kwenda kwenye nyumba ya udongo, kwa maana ya kaburi. Anasema chini hapo, yuhawwalu ay alqatinu, yuhawwalu alqatinu, na yuhawwalu hiyo ni fi'li mudhari' majhuli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Kwa hiyo ikiwa ni fi'li mudhari' ambao ni majhuli, basi kunahitajia naibul fa'il. Kwa hiyo naibul fa'il naye itabidi apate irabu kama ile ambayo lau yule fa'ilu angelikuwa katika makazi yake, hapo angelipata irabu hiyo, nayo ni dhamma. Kwa hiyo alqatinu ndio naibu wa fa'il, ndio naibu wa fa'il. Kwa hiyo yuhawwalu, atahamishwa, ay alqatinu, yule mkazi, walau kana hariswa, ingawa atakuwa ni mwenye kukupia, ni mwenye hamu ya kukaa kwenye huo ulimwengu, an qaribin, kwa muda mchache tu atahamishwa, ghafla tu hayupo, yule bwana kafa bwana. Kwa hiyo asiwe na pupa mwanadamu. Abbara bihi, ameelezea kwa kupitia namna kama hiyo, lianna kulla atin, pale aliposema an qaribi, muda mchache ujao. Kwa hiyo ameelezea abara, ameelezea bihi kwa kupitia tamko kama hilo, lianna kulla atin qaribun, kwa sababu kila linalokuja au kila kitu kinachokuja basi ujue kipo karibu. Ukisikia msafiri atoka zake Dar, yupo terminal pale Ubungo, au yupo Mbezi pale kwa Magufuli, anakuja zake huku Tanga, yatoka kule Dar, basi huyo hata kama yuo yupo masafa ya mbali kiasi gani, lakini kwa sababu anakuja, basi uhesabika kuwa huyo yupo karibu. Ni taufiki tu ya Mola kumwafikisha kufika au kutokufika, lakini madhali yupo ndani ya gari anakuja, basi ujue huyo yupo karibu na kule anapokwenda. Kwa hiyo abara bihi, ameelezea kupitia tamko hilo, li anna kulla atin, kwa sababu kila kinachokuja karibu ni kipo karibu. Ala shairu, mshairi amesema, wa kullu ma qad yaji'u qaribun lakini almautu min dhaka aqrabu, na kila kile ambacho, wa kullu maana, kila kile ambacho qad yaji, huenda kikaja, karibu, basi hicho kipo karibu. Lakini almautu, lakini mauti, kifo, min dhaka, kutokana na huo ujaji wake, aqrabu, upo karibu zaidi, yani ujaji wake upo karibu zaidi. Anasema min qusurin, bimaana atahamishwa kutoka kwenye majumba, jamu qasrin. Hiyo kusuri ni jamu ya qasri, na qasri maana yake ni jumba moja, palace lile, jumba kubwa kabisa hilo. Wa huwa baitun, na hiyo ni nyumba ambayo, qasri ni nyumba ambayo, dhuburujin, yenye ngome, kuna sehemu ya kujificha ndani yake lau kama kutatokea tatizo. Wa ghurfat, na nyumba ambayo yenye vyumba, rofa hilo kubwa kabisa. Wal muradu biha, na makusudio wa hiyo alqusur, mutlaqul buyuti, ni nyumba yoyote ile imeachiliwa, haikufungamanishwa kuwa ni nyumba maalum. Hapa ni nyumba fulani. Makusudio ya hapo ni mutlaqul buyuti, ni nyumba yoyote ile, nyumba yoyote iwayo, min qasabin, iwe inatokamana na mabua, imetengenezwa na mabua nyumba kama hiyo, wa khausin, ama imetengenezwa na makuti nyumba kama hiyo, wa jaridin, iwe imetengenezwa na pongo, nyumba kama hiyo, basi ndiyo imekusudiwa katika sehemu kama hiyo iliyotajwa, haijalishi. Muzakharafatin, nyumba ambayo imepambwa, ai muzayyanatin, imepambwa nyumba kama hiyo, au mulawanatin, au nyumba kama hiyo imetiwa rangi nzuri nzuri, bil athati thamini,
kwa kupitia fenicha ambazo ni zenye thamani. Bil athati thamini, imepambwa nyumba hiyo kwa fanicha ambazo zenye thamani, basi haijalishi mtu mwisho wa siku muda ukifika atatolewa tu. Wa hadha huwa almunasibu lilmaqsudi, na huu ndio mnasaba wa kile chenye kukusudiwa. Wa illa, na kama sio hivyo, kama haija kusudiwa nyumba maalum, kama imekusudiwa nyumba maalumu kama alivyosema kasri ni ile nyumba kubwa kabisa, kama imekusudiwa nyumba hiyo, basi kuna vile vyumba vingine vya udongo havitaingia ndani yake, kwa sababu hazijakusudiwa hizo. Maana yake wale watu duni mwisho wa siku hawatakufa kama hivyo imekusudiwa hiyo nyumba kubwa. Ndio wasema wa illa, kama si hivyo, maana yake kama haikukusudiwa zile nyumba tofauti na hili kasri, anasema fal aqwahu basi vile vijibanda vile vidogo vidogo, fil akthari mara nyingi, la yujadu fiha al-athatu, hakupatikani ndani yake zile furniture nyumba nyingi zile ndogo ndogo huwa hazipatikani zile furniture za thamani. Kwa hiyo kama hazikukusudiwa hizi, yamekusudiwa yale mapale si peke yake, haya basi watakaokufa ni wale ambao wanaoishi ndani ya majumba kama hizo. Lakini nyumba zote, haijalishi iwe ni ghorofa, iwe ni nyumba ya kawaida, iwe ni kibanda, mwisho wa siku utahamishwa ila baiti turabi, kwenda kwenye nyumba ya udongo, ai alqabri. Qala sallallahu alayhi wasallam, innal qabra, hakika kaburi, awwalu manazilil akhirah, ni mwanzo kati ya vituo vya kiakhira. Fa innaja sahibuhu, basi atakapookoka sahibu wake, atakapookoka yule maiti ambaye yupo katika kaburi kama hile, fama ba'dahu, basi kile ambacho kipo baada ya kituo hicho, kile kituo ambacho kinachofuatia baada ya kituo hicho cha kaburi, nacho ni kituo cha kisimamo, basi aisaru, kitakuwa ni jepesi zaidi, kwa sababu kaokoka yeye kwenye kile kituo alichofikiria cha kwanza. Wa in lam yanju fama ba'dahu ashaddu, na ikiwa kama hakuokoka yule mwenye kutiwa katika kaburi kama kile, kwenye kituo kile, basi fama ba'dahu ashaddu, kile kituo kinachofuata baada ya hilo kaburi, basi ni hatari zaidi. Hicho kituo kinachofuata ni kigumu zaidi. Falqabru bahrun nadamati, basi kabri ndiyo bahari ya majuto mbalimbali. An-nadamati muannath salim, jamu muannath salim. Muannath salim huwa inajulikana kwa kuishilizwa na alifu na te mwishoni kule, muslimati, mu'minati, qanitati, taibati, an-nadamati pia inaingia huko. Asema wal mautu bahrul a'mal, na mauti ndiyo bahari ya matendo. Maana ukifanya matendo pale utafaidika, ikiwa hukufanya matendo basi utajuta. Fahuwa, basi hilo kabri, imma hufuratun min hufarin nari, imma itakuwa ni shimo katika miongoni mwa mashimo ya moto, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, au rawdatun min riyadil janna, au hilo kaburi litakuwa ni nyanja, itakuwa ni mabustani miongoni mwa nyanja au miongoni mwa mabustani ya peponi. Mwenyezi Mungu ayajalie makaburi yetu na makaburi ya wale waumini Waislamu waliotangulia kuwa ni katika viwanja miongoni mwa viwanja vya pepo, na wala asijalie makaburi yetu wala makaburi ya wale ndugu zetu waliotangulia katika Waislamu na waumini kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Amina. Anasema kana sallallahu alayhi wasallam, alqabru imma rawdatun min riyadil janna, kabri imma litakuwa ni uwanja katika miongoni mwa nyanja za peponi, au hufratun min hufarin nari, au ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Itaendana na wewe vile ambavyo umeliandaa kaburi lako. Wa fil athar, na imekuja katika athar, katika miongoni mwa kauli za maswahaba, ukisikia imekuja katika athar, basi ujue kauli kama hiyo au kitendo kama hicho alikifanya sahaba. Annahu, kuwa mambo yalivyo, idha dakhala almu'minu hufratahu, pindi atakapoingia muumini kwenye kaburi lake, nadatuhu al-ardhu, ardhi inamuita, inamlingania au inanadi ile ardhi kwa kusema amuti'un am asi. Je, yalifahamu za istifham, kutaka kujua je huyu ni mwema au ni asi. Fa in kana salih, ikiwa mwema, nadahu munadi, itamnadia hiyo ardhi mwenye kunadi, min nahiyati al-qabri, kule pembezoni mwa kaburi kule, ile sauti itasemaje? Itasema udi alaihi khadiratan, udi alaihi, rudi wewe ardhi, udi rudi alaihi, kwake yeye, khadiratan, hali ya kuwa ni mzuri, hali ya kuwa ni kijani kibichi, yani rudi kwake yeye hali ya kuwa ni mzuri. Wakuni alaihi rahmatan, na kuwa wewe ardhi kwake yeye ni mwenye huruma. Fa ni'mal abdu kana, basi mja bora ni huyo ambaye aliyekuwa kwenye huo ulimwengu wake. Wa ni'mal mardudu ilaika, na bora ya yule ambaye mwenye kurejeshwa kwako ni huyo. Fa ni'mal abdu kana huwa, wa ni'mal mardudu ilaika huwa.
Fataqulu al-ardu, basi ardhi itasema al-ana, hivi sasa istahaqqa al-karamata, amestahiki karama, kuheshimiwa, kutukuzwa, kufanyiwa kila jambo zuri. Ardhi itamwambia hivi. Ala sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu amesema, yaqulu al-qabru lilmayyit hina yudha'u fihi, itasema kabri kumwambia maiti wakati anapotiwa ndani yake, ndani mwa kaburi kama lile, waihaka ya ibn adam, ole wako wewe mwana adam, ma gharraka bi, ni jambo gani ambalo limekudanganya dhidi yangu mimi? Ni kitu gani ambacho kimekuhuri wewe kwangu? Alam ta'lam, je hukujua, anni baitul fitna, kuwa mimi ndiyo nyumba ya fitna? Hukujua? Wa baitul dhulma, na mimi ni nyumba ya giza. Wa baitul wahada, na mimi ni nyumba ya upweke. Wa baitul dudi, na mimi ni nyumba ya wadudu. Hukujua hivyo? Ma gharraka bi, ma gharraka, kitu gani ambacho kimekudanganya mpaka hukujiandaa wewe? Idh kunta tamurru bi fidada, ulikuwa ukipita. Idh kwamba, kunta ulikuwa wewe, tamurru bi ukipita kwangu mimi, kwenye mgongo wangu, fidada kwa kibri. Kwa nini ulikuwa ukipita kwenye mgongo wangu wa ardhi kwa kibri? Fa in kana muslihan, ikiwa yule ni mwema, yule maiti alitiwa pale, ajaba anhu mujibun, atajibu kwa niaba yake. Ajaba anhu, atajibu kwa niaba yake. Mujibun, mwenye kujibu lile kabri, ulijibu lile kabri jinsi ninavyomuuliza. Nitamwambiaje yule mujibu, yule anemjibu kabri atamwambiaje, ambaye si maiti? Yule anayejibu kwa niaba ya maiti asema, araaita, nipe habari, wewe kabri nipe habari, unaonaje? In kana ya'muru bil ma'ruf yanha 'anil munkar, nipe habari, lau kama huyu mtu alikuwa akiamrisha mema na akikataza mabaya. Fayaqulu kabri litajibu baada ya kuulizwa swali hilo, inni idhan, mimi wakati huo, atahawalu, basi nitageuka, nitabadilika, alaihi, juu yake, hadira, kuwa ni mzuri, kuwa ni kijani kibichi. Wa yaudu jasaduhu, na utarudi ule mwili wake, nuran, hali ya kuwa ni wenye nuru. Tas'adu ruhuhu ila Allah, basi itapanda roho yake kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana al-qabru, zama lilipokuwa kabri, baitul wahada, ni nyumba ya upweke, wal wahasha, na uvuvu, yuhjarul madfulu fihi, uhamwa yule mwenye kuzikwa ndani yake. Qala an-nadhimu, akasema yule mtunzi, wa tabaraka dhul ula, fayuslamu fihi mahjuran wahida, ahata bihi shuhubul ightirabi. Wallahu a'la wa a'lam. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie na alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi.